Na habari za mchana mpendwa mtazamaji wa Star TV, karibu katika Star TV ya Adhuhuri na mimi ni Jacqueline Venanti. Mpango wa uwezeshwaji wa mafunzo kwa maafisa wa uhifadhi juu ya kukabiliana na changamoto ya uvunaji na usafirishaji haramu wa mazao ya mikoko utasaidia ulinzi wa rasilimali hiyo kutokana na umuhimu wake kwa mazalia ya viumbe wa baharini. Tupate taarifa kamili. Katika mkutano wao wataalamu wa nishati ya umeme visiwani Zanzibar, meneja mkuu wa utafiti wa shirika la umeme Tanzania TANESCO, wakala wa huduma za misitu Tanzania TFS ndio wenye jukumu la kusimamia mikoko iliyo ukanda wa pwani, wanawapa mafunzo maafisa wa uhifadhi wa TFS kutoka kanda tatu ikiwemo kanda ya kaskazini, kusini na mashariki kuwa tayari kujilinda na kupambana na majangili wanaokata mikoko kinyume na sheria. Kwa tukiharibu ile mikoko, maana yake kwamba usalama wetu juu ya viumbe majini utatoweka. Lakini pia inachangia sana katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Kwa afande mafunzo haya, askari hawa au maafisa hawa wakipata mafunzo haya yatatusaidia sana kama unit ya TFS kuhakikisha kwamba tunalinda rasilimali hizi kwa ajili ya kizazi chetu cha sasa na kizazi kijacho. Mafunzo hayo yanofanyika kwa wiki mbili katika chuo cha polisi Wanamaji Mwanza, inaelezwa si maafisa pekee bali taasisi nzima itanufaika katika kulinda na kuendeleza rasilimali hiyo. Yakielezwa hayo wakati wa ufunguzi wa mafunzo hayo na mkuu wa wilaya ya Nyamagana Amina Makilagi. Naomba itumieni fursa hii adhimu mlioipata na zingatieni yale yote mtakayoelekezwa, na ili kuyazingatia yale mafunzo mtakayopewa, zile mada zilizoandaliwa, dawa ya mafanikio ni kuwa na nidhamu, na itawaongezea uwezo wa kwenda kukabiliana na changamoto mbalimbali katika utendaji wa kazi maeneo majini, kwa maana ya bahari na maziwa, hata mito mikubwa. Lakini pia itawajengea uwezo wa kuishi majini, kwa kusema survival at sea. Maafisa uhifadhi walio mafunzoni wanaishukuru TFS kwa kutekeleza jukumu hilo, na baadhi wakisisitiza wapo tayari kuitumikia nchi juu ya wale wavunaji haramu wa misitu ya mikoko. Mafunzo haya yatatusaidia katika masuala ya ufuatiliaji, ukamataji, hivyo tunaamini rasilimali zetu zitaendelea kulindwa za nchi kavu na baharini na kwenye maziwa makuu, kwa sababu maliasili ambazo zingeweza kupotea kwa kukosekana wataalamu wa kufuatilia wahalifu kwenye maji zinaweza kupatikana. Hivyo hii elimu ni msaada tosha kwa taifa na kwa taasisi kwa ujumla. Mafunzo hayo ya Operation Majini ni mpango wa TFS kuwapa mbinu maafisa wake ili watekeleze majukumu yao kiweledi. Sharifa Suleiman, Star TV, Mwanza. Viongozi wa mashirika ya umeme katika nchi za Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC umesema watatoa elimu kwa wateja kuhusu gharama na matumizi sahihi ya nishati ya umeme kwa lengo la kupunguza matumizi yasiyo ya lazima na kuongezea ufanisi. Tupate taarifa zaidi. Katika mkutano wao wataalamu wa nishati ya umeme visiwani Zanzibar, meneja mkuu wa utafiti wa shirika la umeme Tanzania TANESCO, mhandisi Samuel Lucas, anasema matumizi yasiyo sahihi ya umeme hufanya shirika la umeme kwa nchi husika kuongeza uzalishaji ambao upo nje ya mpango halisi. Kufanya kazi hii ya matumizi bora ya umeme ni kuhakikisha kwamba tunapunguza gharama za kuzalisha umeme. Kama unavyojua, umeme unazalishwa kwa vyanzo vingi, vyanzo vingine ni gharama, lakini bei ya umeme inakuwa ni ile ile. Sasa kwenye mkutano huu tumepeana majukumu katika kila nchi mwanachama kuhakikisha kwamba tunapunguza matumizi yale umeme, lakini huduma iwe ile ile. Lengo ni nini? Kama unavyojua kwamba kuzalisha umeme pia kuna haribu mazingira. Kwa hiyo pia uharibifu wa mazingira utapungua kwa kupunguza umeme kwa ubora. Mhandisi huyu anasema elimu ni njia sahihi ya kuzifanya nchi za SADC kutekeleza mipango yao kwa kuzalisha umeme kwa malengo. Hasa wananchi wote waweze kupata hii elimu. Na ule mkakati unaeleza kabisa kwamba ikifika 2034 wateja kadhaa wao wamefikiwa na hii elimu ya kutumia matumizi bora ya nishati.
Baadhi ya wataalamu wanazungumzia faida ya mkutano huo unaowakutanisha wahandisi wabobevu wa nishati ya umeme kwa nchi za SADC. Tunaamini kwamba baada ya mkutano huu sisi kama TANESCO tutajifunza kutoka mashirika yenzetu jirani mikakati ambao wameiweka katika kuhakikisha kwamba nishati yao wanayoizalisha wanaitumia vizuri. The objective of this meeting is to look at how the energy savings are being undertaken by the various countries in the region and what energy efficiency programs are also being implemented. Hili malengo makuu ya kuhamasisha matumizi sahihi ya nishati kwa wananchi na kwa dunia kwa ujumla. Jumuiya ya maendeleo ya nchi za kusini mwa bara la Afrika SADC ina wanachama 16 ambapo makao makuu yake yapo nchini Gaborone, Botswana na imeanzishwa Aprili mosi mwaka 1980. Abdalla Pandu, Star TV, Zanzibar. Vikundi vya wanawake vinavyofanya vizuri wilayani Uyui mkoani Tabora imeelezwa kuwa vinatoa hamasa kwa jamii kujiunga kwenye vikundi. Robert Kakwesi ana undani wa taarifa hiyo. Wanawake wa kikundi cha Tura kilichopo halmashauri ya wilaya ya Uyui ambacho kinatimiza miaka 12 tangu kuanzishwa kwake. Diwani wa kata ya Tura pamoja na kuwapongeza anawahimiza watumie pia fursa ya mikopo inayotolewa na halmashauri ambayo haina riba. Wengine mnaweka mfano kwa kina mama wengine na wao waweze kuiga kama nyinyi, waweze kufanya mambo yao kupitia vikundi, lakini halmashauri yenu ya wilaya ya Uyui na serikali kwa ujumla inawawezesha. Ipo mikopo ya 10% kutoka halmashauri yetu ya wilaya, na miongoni mwenu pengine mtapata mikopo hii muda sio mrefu, lakini niwatie nguvu, muendelee kujijenga hivi kama mnavyoendelea kujijenga. Muendelee kushirikiana hivi kama mnavyoendelea kushirikiana ili kutupa nguvu na sisi kina baba. Kikundi hicho wanachama wake wananufaika nacho. Tumefanya makubwa ni mmoja, maana yake tulikuwa hatuna mitaji. Tukaanza kujiwezesha wenyewe kidogo 5,500 mpaka tukafika 20,20 mpaka tukafika 30,000. Kwa hiyo akina mama tukajikuta tunajikwamua wenyewe. Baada ya mwezi tunaweza tukapata labda 500,000 tukampa mama mmoja akajiendeleza mahitaji yake, biashara zake, kila kitu chake, akaendelea vizuri na kuendeleza familia yake. Pamoja na elimu inayopata kikundi kinahitaji msaada wa kupatiwa zaidi elimu. Machangamoto zilizopo kwenye kikundi ni elimu kwa kweli tumekuwa tulipati mara kwa mara, yani tunatumia kama vile uzoefu au kuangalia vyombo vya habari ndio tunaweza kuendesha. Lakini elimu kwa kweli imekuwa ni changamoto kwetu. Wiki 2 zilizopita halmashauri ya wilaya ya Uyui imetoa mikopo isiyo na riba kwa vikundi 222 yenye thamani ya zaidi ya shilingi bilioni 1. Robert Kakwesi, Star TV, Tabora. Shirika lisilo la kiserikali kupitia mradi wa Bright wameikabidhi serikali mkoani Tabora vifaa vya kisayansi vya kufanyia tathmini ya hali ya lishe kwa vijana rika balehe walioko ndani na nje ya shule wenye umri kati ya miaka 10 hadi miaka 19 wenye thamani ya zaidi ya shilingi milioni 25. Sande Kabaya kutoka Arusha ana undani wa taarifa hiyo. Akiongea kwenye makabidhiano ya vifaa hivi, kaimu katibu tawala wa mkoa wa Tabora, idara ya ukaguzi na ufuatiliaji Amos Kim, amesema mkoa uliomba ufadhili wa vifaa hivyo baada ya miaka 2015-2016 kushika nafasi ya pili nchini kwa kuwa na visa vya wasichana walioanza kuzaa wakiwa na umri wa miaka 10 hadi 19 kwa 43%. Sisi kama mkoa tunawashukuru sana. Vifaa ulivyovitaja vitakuwa na faida kubwa kwa mkoa wetu na vitasaidia kuwezesha jamii yetu katika mkoa wetu wa Tabora. Mkoa tunaahidi kutumia na kuvitunza ili kuboresha afya na lishe ya vijana balehe katika mkoa wetu wa Tabora. Aidha, mwakilishi wa mkurugenzi wa Bright Emiliana Maswi ameahidi kuendelea kutoa msaada zaidi katika elimu lishe na huduma ya ushauri na saha kwa vijana lika balehe ili kuhakikisha maboresho endelevu ya afya zao. PC 2550 ambavyo ni Hemochromax cuvette ambavyo hivi ni kwa ajili ya kupima wingi wa chembe hai nyekundu za damu. Pia tuna PC 600 za BMI ambayo ni kulingana na umri ambazo ni BMI wheel, na pia tuna MUAC tape
ambazo hizi MOAC tape zenyewe kwa tunaziita kipimo cha nusu mzingo wa mkono wa juu, ambapo ziko za aina mbili. Kuna za kuanzia miaka 10 hadi 14 na 15 hadi 19. Mganga mkuu wa mkoa wa Tabora, Daktari Honorata Lutatisibwa, licha kuishukuru taasisi hiyo, amesema lengo la mradi huu ni kuboresha utolewaji wa huduma jumuishi za afya ya uzazi na lishe kwa vijana rika barehe katika halmashauri zote 8 za mkoa wa Tabora. Na changamoto tulizokuwa nazo za huduma za lishe hasa kwa vijana na watoto chini ya miaka 5. Mradi unatekelezwa katika mkoa wetu kwa miaka 7 tangu mwaka 2022 mpaka sasa tunaendelea nao. Kwa mujibu wa ajenda ya taifa ya kuongeza uwekezaji katika afya ya ustawi wa vijana mkoa wa Tabora, mwaka 2022 ulishika nafasi ya 3 wa kiwango cha juu cha ukatili wa kijinsia kwa 48% ya wanawake walioolewa au waliowahi kuolewa wenye umri wa kati ya miaka 15 hadi 49 wa kimwili, kingono au kisaikolojia kutoka kwa wenza wao. Sande Kabaye, Star TV, Tabora. Viongozi na wanachama wa Chama cha Mapinduzi mkoani Ruvuma wametakiwa kuenzi mchango wa waasi walioshiriki katika harakati za kuanzishwa kwa Chama cha Mapinduzi kutoka mkoani Ruvuma kwa kuhakikisha wanakisimamia chama hicho kufikia malengo aliyojiwekea kupitia ilani ya CCM. Judith Lugoye ana undani wa taarifa hiyo. Hayo yamebainishwa na katibu wa NEC uchumi na fedha CCM Taifa, Joshua Milumbe, akiwa ziarani mkoani humo ikiwa ni sehemu ya maadhimisho ya miaka 49 ya kuzaliwa kwa Chama cha Mapinduzi. Unapozungumza kuanzishwa kwa CCM, hauwezi kuweka mkoa wa Ruvuma. Mzee Rashid mfano tawala ni waeneo wetu. Tunaye mzee Gama, tulipolenga songa mbele. Hawa wakiomba kina mzee Chaya, akina mzee Chini, ni watu ambao walishiriki katika harakati hizi za uanzishaji wa Chama cha Mapinduzi mwaka 1977. CCM ndipo sehemu viongozi wanaandaliwa kwa ajili ya kuhudumia taifa hili na mataifa mengine. Katibu wa NEC Milumbe ametembelea baadhi ya miradi ya CCM mjini Songea kuona uhai wa chama katika kujiimarisha kiuchumi, ambapo amepongeza jitihada za viongozi wa CCM mkoani humo kwa kuweka vitega uchumi kuanzia katika ngazi ya matawi na kuagiza taarifa za maendeleo ya miradi hiyo zitolewe kwa wanachama ili wafahamu mapato na matumizi ya miradi yao. Tumetembelea pale nyumba za watumishi, tulikuwa na nyumba ya katibu wa vijana na nyumba ya katibu wa CCM wa wilaya. Hongereni kwa kazi nzuri mnayofanya. Chama kinajengwa na wanachama. Chama sio kampuni ya mtu. Sasa wanachama wanachopenda kupata, wapewe taarifa ya maendeleo ya kazi yao. Jengo lile lililojengwa wakae wapate taarifa ya mapato na matumizi. Mwenyekiti wa CCM mkoa wa Ruvuma Odo Mwisho amesema mafanikio ya utekelezaji wa miradi hiyo yametokana na usimamizi na ushirikiano wa sekretarieti mkoa na wilaya ya Songea, huku katibu wa CCM mkoa Mohamed Alfani akivitaja vyanzo vya mapato ya ujenzi wa miradi hiyo kuwa ni pamoja na michango ya wadau wakiwemo wapangaji wa frame za biashara za chama. Miradi yote ambayo unaiona inapendeza. Ni maelekezo ambayo yalitolewa na kamati ya siasa ya mkoa. Wadau walichangia zaidi ya milioni 48 na baadaye tulipata msaada wa kipindi kile waziri wa kilimo. Mpaka sasa hivi jengo hili limetumia takriban milioni 61. Judith Lugoye, Star TV, Ruvuma. Mradi wa ujenzi wa chuo cha Muhimbili kampasi ya Kigoma umefikia asilimia 63.9 ukitarajiwa kukamilika mwezi Juni mwaka huu. Kutoka mkoani Kigoma, mwandishi wetu ana habari zaidi. Kukamilika kwa mradi huo kunatarajiwa kupunguza changamoto ya upungufu wa watumishi katika sekta afya na kuongeza tija ya utendaji wa kazi kwa sekta hiyo na taifa kwa ujumla. Hayo yamebainishwa mbele ya viongozi wa ngazi za mkoa na wilaya wa Chama cha Mapinduzi walipotembelea mradi wa ujenzi wa kituo cha afya cha Rusimbi, ujenzi wa chuo cha Muhimbili kampasi ya Kigoma
na soko kuu la kisasa la Mwanga. Tumekuwa tukipata wagonjwa wengi kutoka mikoa ya jirani ya Burundi, kutoka Makamba, Rumonge na Nyanza wamekuwa wakija kutibiwa katika hospitali yetu ya Maweni. Lakini chuo chetu hiki hapa kinatusaidia kuweza kupata wataalamu wa kutosha. Tunatumia kupata wanafunzi 300 wa kuanza mwaka wa kwanza katika chuo kile kwa mwaka huu ambao unakuja kuanza mwaka wa elimu. Ni majengo ya kuvutia kama mlivyoyaona, maeneo mengi yameshafanywa kazi kwa maana ya kuweka tiles pamoja na maandalizi kwa ajili ya kuweka terazo. Majengo karibu yote, tumeona jengo la utawala kwa maana academic, tumeona mabweni kule kwa maana hostels, kuna kule upande wa anatomy. Kuwepo kwa mradi huo na mingine ya kimkakati ni maono ya Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Mwenyekiti, sisi ni washika maono kama chama. Haya ni maono yetu. Tunafikiria kuwa na chuo kizuri kama hiki, lakini wanaotutafsiria maono yetu ni wataalamu hawa kama jinsi walivyokuwa. Niwapongeze sana kwa sababu mnatafsiri kwa kiwango. Hongereni sana. Ninachoomba tu kwa jinsi ambavyo nimesema umri wa mradi, naona kama mko ndani vizuri ya umri, ndio? Basi niwaombe spidi iongezeke ili ikiwezekana mwezi wa 10 ambao tunategemea kupokea vijana wetu hapa, ili tupate hiyo heshima na sisi chama. Kwa majengo jinsi nilivyoona ni mazuri, na kwa kweli tunamshukuru sana Mheshimiwa Rais kwa sababu mimi sikutegemea kama hiki kitu pesa zikafika kwa wakati. Viongozi hao na baadhi ya watendaji na wataalamu kutoka serikalini walitembelea mradi hiyo kama sehemu ya maadhimisho ya miaka 49 ya Chama cha Mapinduzi. Richard Katunka, Star TV. Mkuu wa Chuo cha Taifa cha Usafirishaji Dr. Prosper Mgaya amesema kuwa ufanisi wa wafanyakazi wa chuo hicho una uhusiano wa moja kwa moja na afya zao, hivyo kuanzishwa kwa bonanza la michezo ni hatua muhimu katika kuimarisha ustawi wa watumishi pamoja na kuongeza tija katika utendaji kazi. Akizungumza wakati wa kilele cha bonanza la michezo la watumishi wa NIT lililoandaliwa kama sehemu ya maadhimisho ya miaka 50 tangu kuanzishwa kwa chuo hicho, Dr. Mgaya amesema bonanza hilo lililoanza mwaka jana limehusisha michezo mbalimbali ikiwemo mpira wa miguu, pete, kuvuta kamba, karata na bao. Ufanisi wa wafanyakazi wa chuo unaendana na afya za wafanyakazi. Ndio maana hata serikali inatilia mkazo sana kwa wafanyakazi kufanya mazoezi na kufanya michezo. Kwa hiyo katika kuhitimisha tukio hili, sisi tuliweka bonanza hili la ushindani ambao tulikuwa tuna timu mbili ambazo kwetu hapa tulikuwa tunaziita DRAC na DRPFA. Kama mlivyoona kulikuwa kuna michezo mbalimbali na wahitimu nao wale washindi wamepata vikombe na zawadi mbalimbali katika hitimisho la siku ya leo. Kwa kweli tuna furaha kubwa leo kuadhimisha kilele cha bonanza la NIT katika kuadhimisha miaka 50 ya NIT toka kianzishwe. NIT imepata mafanikio makubwa katika sekta mbalimbali ikiwemo mambo ya anga, ardhi pamoja na maji. Vyote vimefanya vizuri sana. Kipekee ningependa kuishukuru management ya NIT kwa ajili ya bonanza hili zuri kabisa ambalo limefana. Nishukuru mkuu wa chuo kwa namna ambavyo ameliandaa. Nishukuru kamati ya maandalizi ikiongozwa na Bwana Haji, ameandaa bonanza hili ikawa vizuri sana, na kamati nzima ya maandalizi. Na huo ndio mwisho wa Star TV ya Adhuhuri. Kwa niaba ya chumba cha habari, mimi ni Jacqueline Venanti, nikutakie mchana mwema na asante.